lakini pasipo kujua kwamba imani zingine kama hizo ni zile ambazo tulisoma siku ya jana, ni ibada ambazo wanadamu wametunga na kuwekea wanadamu wengine wakafanya ibada kama hizo. Na ndio sababu unaona siku ya jana kulikuwa na hali ya mshike kwenye viwanja, maana Muislamu anajaribu kuonyesha imani yake, lakini imani yake inakuwa ni vile vile haieleweki. Na ndio sababu unaona mpaka siku ya leo wakaamua kuingia mitini. Ndio lugha ambayo naweza nikatumia, maana huwezi ukaacha jahazi likizama ukasema naenda kunusuru lingine sehemu fulani. Hapana, ng'ang'ana na lilioko sehemu hii. Maana ujanja wa Waislamu tunaofahamu sana, wanapenda sehemu ambao wanajua watu hakuna waalimu wa Kikristo katika maeneo kama hayo. Sasa wakishafika pale wanaanza kukoroga watu vichwa. Yesu alikuwa Muislamu. Yesu aliingia msikitini. Paulo sijini jambazi. Mahali ambapo anajua hakuna mwalimu anaweza akakuja akatetea hoja hiyo, basi sehemu hiyo ndio anaingia. Na ukifuatilia katika mitandao ndio utapata vikwanga, maana wataweka kwenye mitandao, angalia vile Wakristo wanazidi kuhama Ukristo wakiingia katika Uislamu. Hapana, wangekuja sehemu kama hii ambapo wanapata challenge ya maandiko, lakini sasa inakuwa ni kwamba ni kutoroka. Tunaelekea Nyahururu, maana wanajua Nyahururu hakuna walimu, lakini tunajua kwamba Mungu atafanya makubwa katika sehemu hiyo. Lakini hata hivyo lazima tutaelimisha watu wakapate kujua, maana masomo ni mengi mwalimu wangu ambayo yapo, watu wanapaswa kuelewa. Somo lipo na tutalilete. Majini ni ndugu za Waislamu, vitabu vitasema majini yote, mashetani yote ni Waislamu, hakuna shetani Mkristo, yote ni Waislamu na vitabu vinasema. Na ndio maana ukiangalia kwenye posta stima utaona Abdulaziz mganga kutoka Dar es Salaam anatibu kisirani, anatibu sijui kupandisha vitu kama hivyo. Vitu vya ajabu. Unasema aje mwalimu? Ni nguvu za kiume. Hiyo ndio vitu anatibu. Wote hautaona Paulo kutoka huko anatibu, ama hautaona ni Abdulaziz, Abubakari, Yusufu, Suleimani na Muhammad. Ndio majina utaona. Kwa hiyo kuna somo litakalo kuja kwenye viwanja hivi. Majini ni ndugu za Waislamu. Labda kama kuna Muislamu atakuwa anasikiza tena anaweza akakataa, atakuja akatae kwa meza na atuonyeshe, ama akiwa na nguvu anakuja sijaelewa. Anasema ningemsikia ningeelewa anasema kitu gani. Kwa hivyo haya ni masomo ambayo yapo. Muhammadi ni mtume, na ni kweli tunakubali ni mtume, lakini hajatumwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo Muhammadi amejituma tu kama vile Uwori amejituma, Kanyari amejituma, Mwiro amejituma, wanakuwa ni manabii, lakini hawajatumwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo na mengine mengi masomo ambayo tutakuwa nayo kwenye viwanja, watu wakapate kuelewa. Na ndio sababu naona siku ya jana mwalimu katika ibada kuna challenge tuliweka hapa. Hebu rudia hiyo andiko 2:158. Tuliweka challenge hiyo kwenye meza, na walimu wa Kiislamu wametoka hapa hawajatueleza ibada hii iliwaifanywa na mtu gani, ama nabii yupi amewaifanya ibada kama hii, ama mtume yupi amewaifanya ibada kama hiyo. Wametoka hapa wamekimbia, hakuna aliyetoa. Na nina imani hakuna Muislamu anaweza akakuja akatoa kwamba kuna nabii Yeremia alifanya ibada kama hiyo. Kama mwalimu inasema, naam, hakika Safa na Marwa, Safa na Marwa, majabali mawili yanayofanyiwa ibada ya kusai huko Maka. Hebu msalimie yule pale. Ndio kae pale msalimie. Ana swali anauliza huyo bwana. Rudia mwalimu anapokuja huyo bwana mkalimini kiti. Inasema hakika Safa na Marwa, Safa na Marwa, majabali mawili yanayofanyiwa ibada ya kusai huko Maka. Kwa hivyo ni majabali ambayo yanafanyiwa ibada ya kusai. Watu wanaenda kuzunguka majabali wakisema kwamba wanafanya ibada. Na nikauliza siku ya jana, hata leo bado tunauliza, nabii yupi mwingine aliyefanya ibada kama hii ya Safa na Marwa? Hakuna. Kwa hivyo kama hakuna, inabaki ni ibada ya kutunga tu. Tuko pamoja? Naam. Na katika hiyo, hebu soma kitabu kinaitwa Vipi Uliji hapa. Vipi Uliji? Safi. Alafu tumsikie huyo bwana ana swali gani
Kiko hapo, watumishi wamsaidie kutafuta hapo kitabu hicho. Mwalimu yako ni rangi gani? Vipi hiki kitabu cha green kidogo? Kigreen kako hapo tu. Watumishi msaidie kutafuta kitabu kidogo kako hapo. Lakini mpatie mic tumsikize huyo bwana anayosema. Ujambo bwana, chukua microphone. Nauliza na Yesu ni nani? Ujambo. Sijambo. Uko mzima? Kabisa. Wewe ni Mkristo au wewe ni Muislamu? Ni Mkristo. Wewe ni Mkristo? Na hujawahi jua Yesu ni nani? Hujawahi jua? Nini kafiri? Umesema wewe ni Mkristo. Sawa, najitambua upande wa Ukristo, jitamii upande ya Uislamu. Kwa hivyo unataka kujua Yesu ni nani? Yesu ampatie sikia 3:11 wa Kolosai. Kiko tu hapo kwa hiyo vitabu. Katabu kadogo hivi. Kako hapo. Usoma anauliza Yesu ni nani? Sasa usikilize vizuri maandiko na kujibu 3:11 kitabu cha Kolosai. Safi. Ndio. Inasema Biblia takatifu. Wa Kolosai 3:11. Nimefika. Inasema inasema mwalimu wangu. Ndio. Hapo hapana Myunani wala Myahudi. Utahiriwa wala kutotahiriwa. Safi. Mgeni wala mshenzi. Ndio. Mtumwa wala muungwana. Safi. Bali Kristo, ambao huyu bwana anauliza, bali Kristo Yesu ni yote na katika yote. Mpe maiki. Umesikia? Yesu ni yote katika yote. Umeelewa hiyo andiko? Sawa. Umelielewa? Nauliza. Inamaanisha Yesu ni nani? Nauliza. Ngoja tuelewane ya kwanza ndio twende kwa ya pili. Yesu ni nani? Ni Kristo. Andiko limesema Kristo, Yesu ni yote na katika yote. Umeelewa? Kwa hivyo Yesu ni yote katika yote. Sasa nauliza aje? Mwana tumwa ama akutumwa? Rudia tena, maiki nikata hapo sikusikia vizuri. Nauliza Yesu alitumwa ama akutumwa? Yesu mwana wa Mungu ama si mwana wa Mungu? Yesu? Ati Yesu ni mwana wa Mungu ama si mwana wa Mungu? Mpe usikie maandiko, maana ni maandiko yanatujibu mwalimu wangu. Sijui umefika wapi, maana maandiko ni mengi. Sijui. Yohana wa kwanza 5:20. 5:20. Inasema nasi twajua ya kuwa ndio wana wa Mungu wamekwisha. Wacha nipige mwalimu. Yohana wa kwanza ama 9:35 Yohana. Wacha niende Yohana. 9:35 Yohana. Alafu maiki hapa mtihani. Maiki ni nyingi hapa tu. Inasema Yesu akasikia kwamba wamemtoa nje. Ndio. Naye alipomwona alisema, wewe wamwamini mwana wa Mungu? Safi. Naye akajibu akasema nini? Ni nani Bwana nipate kumwamini? Akauliza yule aliyekuwa kipofu aliyeponywa. Anamuuliza Bwana Yesu, ni nani Bwana nipate kumwona? Nipate kumwamini? Nipate kumwamini? Yesu akamwambia, umemwona, alafu naye anayesema nawe ndiye. Mpe maiki. Kwa hivyo Yesu mwenyewe anakubali yeye ni mwana wa nani? Mwana wa Mungu. Umeelewa? Umeelewa. Sasa hata nimeenda hiyo maneno na hujaenda hatujamalizana. Uliza. Sasa wewe umesema wewe si Mkristo na wewe si Muislamu. Sasa natambua Kristo, nimelelewa kwa Kristo. Sasa utaanza kwenda kanisa? Kabisa. Ubatizo wa maji mengi. Nishabatizwa lakini sikuwa naelewa. Huko unaelewa? Sasa kama huko unaelewa, Biblia inakushauri hivi, 19:1 kitabu cha Matendo ya Mitume. Sikiliza Biblia inakushauri Biblia. 19:1 Matendo ya Mitume. Ina imani ndio mwalimu. Inasema ikawa hapo alipofika Korintho, ndio Paulo akiisha kupitia katikati ya nchi za juu, akafika Efeso. Alafu akakutana na wanafunzi kadhaa wa kadha huko. Akawauliza nini? Je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Wakamjibu, ndio. La, hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatukusikia. Kama vile yeye anasema haijua Yesu ni nani na ni Mkristo. Endelea. Akawauliza, basi ndio mlibatizwa kwa ubatizo
gani? Wakasema kwa ubatizo wa Yohana. Safi. Huyo alibatizwa zamani. Alibatizwa zamani Na hakujua Yesu ni nani. kabisa. Paulo akasema na mimi nakwambia Yohana alibatiza kwa ubatizo wa toba. ulibatizwa ubatizo ambao hukuelewa ni kitu gani unabatizwa au unafanyiwa, Akiwaambia watu wamwamini yeye atakayekuja nyuma yake. ndio Yaani Yesu. Waliposikia haya, kama wewe saa hii umesikia haya, wakabatizwa. mpe maiki, inapaswa ufanye nini? Tumeamini. Kwa hivyo inapaswa ufanye nini? Nibatizwe. Ubatizo upya uko tayari? Si Saa hii unajua penye nia pana njia. Uko tayari kubatizwa upya? Haya, naomba ukuje unisalimie. Njoo tu hapo nisalimie bwana, Alafu amsalimie yule mzee. Ndio nilikuwa natafuta huyu mzee. Huyo mzee. Asante. Barikiwa sana. Ndio msalimie huyo. Ampe mashauri mawili matatu. Sisi tukiendelea. Huyu bwana amekuwa na ujasiri sana. Mwalimu, soma kitabu. Nimefika. Kinaitwa vipi uhiji? Ni ibada ambazo zilifanyika ambazo hazimo kwenye maandiko ya Biblia, lakini zimekuja kuonekana wakati wa kwanza katika Muhammad, ndio amezileta ibada ya kusai Safa na Marwa. Na ibada hizo zinazofanyika hazifanyi kwa Mungu wa mbinguni, zinafanywa kwa Mungu ambaye ni mawe. Soma ukurasa wa 29. Huko Maka. Huko Maka zinafanywa Maka. Wanaomba mawe, sio Mungu. Soma. Haya, kitabu kimeandikwa na Suleimani. Muislamu huyu ndio anasema hivi. Anasema nini? Hajar al-Aswad. Hajar al-Aswad, jiwe jeusi. Haya, mfano naweka hii ndio jiwe. Jiwe jeusi. Wewe ukiangalia uone nyeusi, si nyeupe. Haya, huyu shekhe anasema hivi. Anasema nini? Kabla ya kuanza kuzunguka Kaaba, ni vizuri kwanza kuliendea Hajar al-Aswad. Kabla hujaanza ile mizunguko kule kwenye Kaaba, unaanza kwenda kwa jiwe jeusi, inaitwa Hajar al-Aswad, alafu lililoko pembeni ya Kaaba. Hapo usogea karibu, ikiwa inayomkinika kukaribia bila ya kugusa watu. Usiguse watu, unakaribia lile jiwe tu, jiwe jeusi, alafu unalikabili Hajar al-Aswad. Alafu unalikabili Hajar al-Aswad ama unaliwekea mkono, alafu unaliwekea mkono na bila ya kusema unalibusu mara 3. Angalia ibada kama hizi. Unaenda unabusu mawe. Mawe mara 3 na kuligusisha kipaji chako cha uso mara 3. Unagusisha kwenye jiwe. Hiyo ni ibada, tunafanya ibada. Jiwe. Hatari sana. Alafu inasema tena mtu hurudi kwenye Hajar al-Aswad, alafu na kulibusu mara 3 na kuligusisha kipaji cha uso mara 3 kama vile mwanzo. Unarudia tena, alafu tena atasema, na umeshika jiwe. Ukumbuka umeshika jiwe. Utasema nini? Atasema Allahu Akbar. Utasema Allahu Akbar mara ngapi? Mara 3. Tena mara ya pili Allahu Akbar. Allahu Akbar. Na ni jiwe unaambia, alafu huku ukiliashiria Hajar kwa mikono yote miwili. Ukiisha utaongezea kitu gani? Ewe Mola. Ewe Mola. Nani? Jiwe. Alafu kwa imani yangu juu yako. Nani? Jiwe. Kwa hivyo imani ya Muislamu iko kwa jiwe. Labda kama utapinga kuja ukosee kitabu cha mashehe wenu. Endelea. Na kudhibitishia kitabu chako. Kitabu cha nani? Jiwe. Na kutekeleza ahadi yako. Nani? Jiwe. Alafu na kufuata mwendo wa mtume. Kufuatisha mwendo wa mtume wako. Kwa hivyo mtume ni wa nani? Jiwe. Hiyo ndio elimu ya Kiislamu ambayo wanajaribu kuficha kule misikitini. Ukisikia kwamba hoja imekuja nasema tumepata na dharura. Hapana. Muje muonyeshe mambo haya vizuri. Mtuelimishe, maana sisi tunasoma tu mwalimu. Tunanunua vitabu, wao wanaandika, tunanunua, tunavisoma, tunakuja kuwafundisha naye. Na leo hii muulize Muislamu yeyote ambaye anapita hapa, ima amevaa kanzu ama amevaa buibui, muulize hivi Hajar al-Aswad ni kitu gani? Hawana habari wengine. Wao ni kuvaa tu kofia. Lakini Hajar al-Aswad ni jiwe tena jeusi ambalo linafanywa ibada kule Maka. Na sababu utaona Waislamu wote wakifanya ibada lazima waelekee kibla, wanaelekea Maka. Sasa swali wanauliza mwalimu wangu. Wale Waislamu wako pale Maka, wale wanakaa huko. Hapo. Wao wanaishi hapo. Wao wanaelekea wapi? Hatari.
Angalia vile imani ile imechanganyikiwa. Na ndio Paulo akasema vizuri, rudia tena andiko hilo 2:23. Wakolosai. Hatari kubwa sana. Wakolosai 2:23. 2:23. Na ndio naambia watu, kama ulikuwa na mpango wa kuingia katika imani hii, ama ulidanganywa ukaingia katika imani hii, fanya muda wako vizuri wa kumtafuta Yesu Kristo ili upate uzima wa milele. Urudi kwake, ubatizwe ubatizo wa maji mengi. Mambo hayo yanaonekana kuwa yana hekima katika namna ya ibada. Kwa kweli unapoangalia wakielekea Maka, wakati kumeadhiniwa wanaelekea Maka, utaona kana kwamba kuna hekima fulani ambayo iko hapa ya kiungu. Utaona watu wanasimama laini moja, wanasema ni safu. Alafu yule akisimama pale mbele, mwalimu wangu ndiye anaongoza. Allahu Akbar. Wanajishika hivi. Unaona watu wamejishika hivi. Unaona kabisa hapa kuna hekima. Allahu Akbar. Wote wanainama. Mpangilio. Lakini Paulo anasema hiyo yote ni mambo ya watu kujitungia tu. Hakuna mtu anayefanya ibada kama hiyo. Katika namna ya ibada. Mliojitungia wenyewe. Kwa hiyo ni ibada ambao wanadamu wamejitungia wenyewe. Na katika kunyenyekea. Na ndio sababu utasikia wanajiita sisi ni wanyenyekevu. Hakuna Muislamu mnyenyekevu, hakuna. Unyenyekevu aina gani? Hapo ndio lazima ujiulize. Unyenyekevu aina gani? Maana kuna wale wapole, mwalimu. Kuna yule Muislamu utaona ni mpole, mzuri, anatabasamu. Lakini unyenyekevu ambao tunazungumza, unyenyekevu wa kimungu hakuna. Kama yupo basi anaweza kuwa ni mwenye. Naona tu wanapita mbali wanacheka, tu wanasema hii hapa hatari sana. Ndio hivyo. Mwalimu. Naam. Sasa hiyo ni vitu ambavyo vinafanyika katika imani ya Kiislamu. Na ni mambo mengi ambayo yanafanyika katika imani ya Kiislamu, mwalimu wangu, ambayo ukiangalia mwenyewe utachanganyikiwa. Yaani utashindwa hii imani ya aina gani? Hebu soma Minhaji ama achana na hiyo. Acha niingie somo la siku ya leo, mwalimu wangu. Hiyo labda mtu akijiuliza ndio tutaingia huko. Maana kuna mambo mengi ambayo tungependa kusoma hapa. Leo nataka tuangalie, mwalimu, kifo cha Yesu msalabani. Unajua kifo cha Yesu msalabani, kila Mkristo ambaye yuko hapa ndio kinampa tumaini. Na ndio sababu Paulo anazungumza Wakorintho wa kwanza 1:18. Kuna mambo ambayo anazungumza katika kitabu hiki. Na kifo cha Yesu msalabani kimesheheni mambo mengi, ama uzima wa milele humo ndani yake. Kwa sababu neno la msalaba. Maandiko yanasema kwa sababu neno la msalaba, na ushike point hiyo vizuri. Neno la msalaba si mbao ya msalaba. Hapana. Ni neno la msalaba wao wanaopotea. Kwa wale ambao wanapotea ni upuzi. Bali kwetu sisi tunaokolewa ni nini? Ni nguvu ya Mungu. Kwa hiyo sisi tunaokolewa, neno la msalaba ni nguvu ya Mungu. Lakini kwa yeyote ambaye anapotea, anaona kwamba ni kitu ambacho hakifai. Ndio sababu unaona Muislamu, kwa sababu ni mtu akupotea, ndio sababu anakuja anakuambia wama kataluhu wama salabuhu walakini shubia lahu. Hiyo yote ulitoa wapi? 4:157 Qur'ani, mwalimu wangu. Inasema na andiko hili halijakataa kwamba Yesu hakufa msalabani. Na nitawadhibitishieni siku ya leo, Qur'ani itatutangazia kwamba Yesu amekufa msalabani. Wewe subiri tu utasikia. Soma, mwalimu. Na kwa ajili ya kusema kwao. Na hii hata wale ambao wanaenda madrasa. Mwalimu. Safi. Wanaambiwa kariri Qur'ani. Wanapigwa vikoto. Ati Muhammad pia aliteswa ndio akapokea uzima, akapokea utume. Kwa hivyo ikira soma sijini hiyo yote hautaifundishwa kwenye madrasa. Soma, mwalimu. Inasema ndio. Na kwa ajili ya kusema kwao. Wakaulihim, sisi tumemuua Masihi Isa mwana wa Maryam. Mtume wa Mungu. Hali hawakumuua wala hawakumsulubu. Subiri kwanza. Andiko hili linaposomwa na marafiki zetu wa Kiislamu, wanasema ama wanakimbia mara moja kusema ni Allah Subhanahu wa Ta'ala anayezungumza maneno haya. Lakini ukianza kusikia kwenye lugha, si Mwenyezi Mungu anayesema maneno haya. Kuna mwingine ambaye anamsemea. Maana inasema kwa ajili ya kusema kwao, sisi tumemuua Masihi Isa mwana wa Maryam, mtume wa Mwenyezi Mungu. Angelikuwa ni Mungu ambaye anazungumza, angelisema mtume wangu, lakini andiko linasema mtume wa Mwenyezi Mungu. Endelea, mwalimu.
Inasema hali hawakumuua wala hawakumsulubu. Teremka. Bali walibabaishiwa mtu mwingine. Wakamdhani kuwa nabii Isa. Wakamdhani huyo mtu mwingine kuwa ni nabii Isa. Ningependa Muislamu uko hapo nasikiza, ama uko kwa nyumba unasikiza, ama utasubiri kwenda madrasa ukasikize. Enda ukaulize ndani ya msikiti, mwalimu wa madrasa ama imamu ama shehe ama mufti yeyote, muulize, walimu wangu maswali haya. Kulingana na andiko la Qur'ani tumesoma 4:157. Maana inasema walibabaisha mtu mwingine wakamdhani nabii Isa. Swali la kwanza, nani aliyebadilisha? Nani alikuwa anafanya hiyo kazi ya kubadilisha, kutoa Yesu kuweka mtu mwingine? Walimu kutoka pamoja kabisa. Kipengele cha pili, yule ambaye aliwekwa badala ya Yesu, yaani Yesu akatolewa, mwingine akawekwa, alikuwa ni nani? Upatiwe jina ndani ya Qur'an. Safi. Sijui kama naeleweka. Kabisa. Na la tatu, naam, alifanya kosa gani ndio awekwe hapo? Huyo mwenye aliwekwa badala ya Yesu. Hapo. Aliwekwa hapo kivipi? Ani maswali ningependa Muislamu nasikiza. Ukae vizuri chini. Uulize hata imamu wako na uulize hata mashehe wako. Hii maswali tunasikia pale viwanjani, inakuwa kwaje vipi? Maana uenda uko pale msikitini lakini hujui kwa wapi. Na ndio sababu hata Muhammad anasema, hebu tusome 34:24 Qur'an. 34:24 Qur'an. Inasema hivi, uenda uko pale ukidhani uko sawa, lakini kumbe yaani Yesu akija wewe ni mtu akupotea. Sema. Ni vizuri ujiulize, sema ni nani anayekurukuzuni? Muhammad anauliza, anazungumza maneno fulani hapa, na usikize vizuri Muislamu. Anauliza ni nani anayekuruzukuni kutoka mbinguni na ardhini? Safi. Waambie Mwenyezi Mungu. Alafu na waambie, na pia uwaambie, bila shaka sisi Waislamu au nyinyi mnaosikiza tuko juu ya uongofu au katika upotovu. Huyo ni Muhammad, mtume wa Mwenyezi Mungu, kwa madai yao ajui wako katika haki ama wamepotea. Walimu wangu, sijui umenielewa. Kabisa, hana uhakika. Anasema labda tuko juu ya ukweli ama tumepotea. Na ndio sababu nasikia hata mwenyewe 46:9 inasema sema mimi si kiroja mpya katika mitume, wala sijui nitakavyofanywa mimi. Muhammad anasema hajui vile yeye atakavyofanywa wala mtakavyofanywa ninyi. Na Muhammad anasema hajui vile wewe utakavyofanywa, na wewe unafuata tu, unasema Muhammad mtume wa Allah, Muhammad mtume wa Mungu, Muhammad sijui nini. Na anasema hajui kama atakaramba atapikwa, hana habari, wewe unamfuata tu. Sasa hiyo inakuwa ni kidogo, ni hatari sana. Sasa katika sura ya 4:157 kuna maswali ambayo yameibuka pale matatu. Yule ambaye alibadilisha badala ya Yesu akatolewa akaweka pale, alikuwa ni nani kwa jina? Walimu wangu, sawa, tunaendelea mbele. Maana kifo cha Yesu, hebu tumuulize Bwana Yesu mwenyewe. Soma 24:44 kitabu cha Luka. Soma. Luka. Naam. 24:44 kisha akawaambia, hayo ndiyo maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja naye, ya kwamba ni lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa. Kwa hivyo Yesu anasema kuna mambo ambayo aliandikiwa katika Torati ya Musa na katika manabii, na aliandikiwa katika manabii na Zaburi. Ndipo Bwana Yesu akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Kwa hivyo Yesu anasema tukitaka kutafuta jambo hili la kifo chake ni kwamba tuangalie katika Torati ya Musa, vitabu ambavyo Musa aliandika, tuangalie katika manabii na tuangalie katika Zaburi. Hivyo ndio tutaweza kuelewa. Maana ukisema Yesu hakufa msalabani, lazima utafute bearing. Torati imesema hivyo, Zaburi imesema hivyo, manabii wamesema hivyo. Kama hakuna, ufuate haki na ikuweke huru. Mwalimu wangu, safi. Tunashika safari mpaka katika Torati 21:8 kitabu cha Hesabu. Imezungumzia jambo gani kuhusiana na kifo cha Yesu msalabani? Soma mwalimu. Hesabu 21. Napika tu.
Mtihani. Sawa. Taratibu tu. Maida. Na sijui unanielewa? Nimekuelewa mwalimu. Haya mwalimu. 21 wapi? 21:8. Kitabu cha Hesabu. Inasema Bwana akamwambia Musa, jifanyie nyoka ya shaba. Mungu anamwambia Musa jifanyie nyoka ya shaba. Ukaiweke juu ya mti. Ndio. Na itakuwa kitu gani? Kila mtu aliyeumbwa aitazamapo atafanya nini? Ataishi. Kwa hivyo Mungu wakati wana Israeli walimtenda dhambi, Mungu akawaletea wana Israeli mtihani wa nyoka. Nyoka walikuwa wanatembea wakiwang'ata wana wa Israeli. Lakini Mungu kwa sababu ni wa rehema akatoa suluhu. Akamwambia Musa, sikiliza, tengeneza nyoka ya shaba uweke juu ya mti. Yule atakayeumwa akimtazama yule nyoka ya shaba ataishi. Atakayekataa atakufa, ataangamia. Sasa kwa sababu Yesu alisema yaliyoandikwa katika Musa yanamlenga yeye. Je, jambo hili lilikuwa linamlenga Bwana Yesu ama lilikuwa linamlenga nani? 3:14 Yohana. Na kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka jangwani. Yesu anazungumza vile Musa alivyomuinua nyoka jangwani. Vivyo hivyo, Mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa, ndio ili kila mtu aaminie asifanye nini? Awe na uzima wa milele katika yeye. Kwa hivyo Yesu anasema vile Musa alivyomuinua yule nyoka jangwani, hivyo ndivyo Mwana wa Adamu ambaye ni Yesu Kristo atakapoinuliwa. Na kila yeyote atakayemwamini katika kifo chake, katika mauti yake, ataokoka. Yule atakayekataa ataangamia, hatapata uzima wa milele. Na Yesu akakuwa makini sana, akaongeza jambo lingine kwamba manabii wamezungumzia kuhusu kifo chake. Wacha tuangalie na kimoja kama Isaya 53 fungu lake ni la 12 mwalimu wangu. Isaya anazungumza kitu gani kuhusiana na Yesu Kristo? 53:12. Biblia takatifu inasema inasema hivi. Ndio tukimaliza hapo tuingie kwa Qur'ani tuonyeshe kwamba Yesu amekufa kabisa. Kwa hiyo nitamgawia sehemu pamoja na wakuu. Naam. Naye atagawanya nyara pamoja nao walio hodari. Safi. Kwa sababu alimwaga nafsi yake hata kufa. Ndio. Akahesabiwa pamoja na hao wako sawa. Endelea. Walakini alichukua dhambi za watu wengi. Kwa hivyo Yesu alichukua dhambi za watu wengi, lakini pancho ambayo tumetafuta pale, alihesabia pamoja na waasi. Walikwani? Naam. Huyu aliyehesabia pamoja na waasi alikuwa ni Muhammad ama alikuwa ni Musa ama alikuwa ni nani? Marko 15:27 fika pale. Marko 15:27. Inasema Biblia takatifu. Yaani wewe Muislamu ukikataa Yesu akufa msalabani, unakataa kwa kupenda kwako tu, sio kwa sababu ya maandiko, ni kupenda kwako. Tusoma. Na pamoja naye walisulubiwa wanyang'anyi wawili. Mmoja mkono wake wa kuume, na mmoja mkono wake wa kushoto. Maliza. Basi andiko likatimizwa. Hiyo ndio pointi tunatafuta. Ukisema Yesu hakusulubiwa, tafuta andiko ambalo linasema andiko likatimizwa. Yesu hakufa. Lakini hapa andiko linasema andiko likatimizwa linenalo nini? Alihesabiwa pamoja na waasi. Kwa hivyo alihesabiwa pamoja na waasi. Nani huyu? 31 hapa. 31 inasema kadhalika na wakuu wa makuhani wakamdhihaki wao kwa wao pamoja na waandishi. Ndio. Wakisema nini? Aliponya wengine. Huyu Bwana aliponya wengine, hawezi kujiponya mwenyewe. Hivi hawezi kujiponya mwenyewe? Kristo. Ni nani? Kristo. Ati nani? Kristo. Afanya nini? Mfalme wa Israeli. Na ashuke sasa msalabani. Kwa hivyo yule aliyehesabiwa pamoja na waasi kulingana na maandiko ni Kristo Yesu, hakuwa mwingine. Yesu Kristo peke yake. Sasa wewe ukikataa Yesu akufa msalabani, unakataa kwa kupenda kwako. Mwalimu wangu, Yesu akasema, Zaburi pia litabiri 22:1 kitabu cha Zaburi. Inasema Mungu wangu, mbona umeniacha? Maneno hayo tunayapata katika kitabu, usiende huko mwalimu. Katika kitabu cha Mathayo 27 kuanzia mstari wa 45 ndio unapata Yesu anatamka maneno haya. Lakini pointi ambayo tunatafuta hapa mwalimu, 22 sasa teremka mstari wa 18 hapa chini. 18. Hapo sasa. Inasema wanagawanya nguo zangu na vazi langu wanafanya nini? Wanalipigia kura. Sasa wewe uliyeko hapa lazima ukue tena na akili ya utafiti. Ujiulize swali moja. Tangu umewahi soma vitabu, ni wakati gani umewahi kutana kitabu
nguo za Daudi ziligawanywa na zikapigiwa kura. Hapo lazima ukuwe na pia akili ya utafiti. Ujiulize, ni wapi Daudi nguo zake zimegawanywa na zikapigiwa kura? Hakuna, na mpango wa kuepa hakuna. Daudi alikuwa anatabiri tukio fulani litakalo tukia kwa Bwana Yesu. Wapi? 27:35 kitabu cha Mathayo. Haya. 27:35. Na Mathayo. Anasema hivi. Anasema nini? Anasema hivi. Walipokwisha kumsulubisha. Safi. Waligawa mavazi yake. Walipokwisha kumsulubisha, huyo si Daudi, ni Bwana Yesu. Waligawa mavazi yake, wakaipigia kura. Na wakapigia kura ili, na usikilize pointi vizuri, ili litimie neno, litimie neno lililonenwa na nabii, Waligawa nguo zangu kati yao. Na juu ya vazi langu walifanya nini? Walipiga kura. Na hakuna Muislamu anaweza akateleza mdomo akasema Daudi si nabii. Hakuna. Na Daudi maneno aliyozungumza yalikuwa anakuja kutimia kwa Bwana Yesu. Daudi mavazi yake hakugawanywa na hakupigiwa kura, ilitimia tu kwa Bwana Yesu Kristo peke yake. Sasa swali tunauliza mwalimu, kama kweli Yesu alifika msalabani 19, maana alisema lazima nisomee mwalimu 16 kwanza Mathayo, kuna kitu nasahau. 16 Mathayo, tunamuuliza Bwana Yesu, hivi Yesu ulikufa ama inakuwa namna gani? 16 piga aya yake 21. Tangu wakati huo Yesu alianza kuonya wanafunzi wake. Alafu nikuonyeshe ndani ya Qur'ani Yesu yuko msalabani na amekufa. Soma. Ya kwamba imempasa kwenda Yerusalemu. Na kupata mateso mengi. Ndio. Kwa wazee na makuhani. Na wakuu na makuhani. Na mumwambie Sheikh aje hapa asipite tu hivyo. Sheikh tunakuona. Njoo kwa meza hapo. Na waandishi. Mtihani mkubwa sana walimu. Anafanya tu kidole hivi na ameenda. Soma. Yani inaingia kabisa. Haya, na waandishi na kuuawa. Ndio. Na siku ya tatu kufanya nini? Kufufuka. Kwa hivyo Yesu katika kitabu cha Mathayo anatabiri kifo chake, anasema anaenda Yerusalemu na atapata mateso mengi kwa wazee na wakuu wa makuhani na atauawa, lakini siku ya tatu atafufuka. Sasa kuna watu ambao walikuja kukataa mambo ambayo Yesu alizungumza, lakini sasa tuingie mahali pengine mwalimu. Maana Yesu anasema atakufa. Ni kweli alikufa? Wacha tuangalie maandiko. Tunauliza manabii na mitume. 15:3 kitabu chake ni cha Wakorintho wa kwanza. Wakorintho wa kwanza inasema hivi. Kwa maana naliwatolea ninyi hapo mwanzo. Ndio. Yale niliyoyapokea mimi mwenyewe. Safi. Ya kuwa Kristo Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, kama yanenavyo maandiko. Kwa hivyo si propaganda, ni maandiko yanayozungumza. Soma. Na ya kuwa Kristo alizikwa. Na ya kuwa alifufuka siku ya tatu, kama yanenavyo maandiko. Sasa wacha tuingie kwa maandiko tuulize, je, Yesu alikufa kama vile maandiko yanasema? Alizikwa kama maandiko yanavyosema? Na alifufuka kama maandiko yanavyosema? Mwalimu wangu. Safi. Yesu alikufa 19:33 kitabu cha Yohana. Inasema. Ndio. Lakini walipomjia Bwana Yesu na kuona ya kuwa amekwisha kufa. Kwa hivyo andiko limepatikana la kwanza, Yesu amefanya nini? Amekufa. Andiko lilisema atakufa na atazikwa. Ni kweli Yesu alizikwa 41 hapo ama 42.